Kwa majina ni Nywele Sauce. Na mimi ndio Prime Minister Kenya and abroad. Na mimi venye mnaniona hapa, mimi ni Mjaluo, natoka Nyanza, Siaya County, Game Constituency, Yala Township Ward. Mimi sijawahi toka kwa msitu. Mimi nasikianga tu watu wengine wasema North Kamkago Ward, sijui Orera Ward. Mimi natoka Yala Township. Kwa hivyo mimi nimetoka town. Mr. Speaker, mimi nataka kuongelea mada hizi tatu haraka haraka. Mada ya kwanza, nimesikia sasa hivi Mr. William Samoei Ruto kesi zimeanza kutolewa. Kama ulikuwa na kesi unawachiliwa ili kuwe na uhuru usimame. Na nimeona Ruto ni mtu mwerevu. Ruto anataka kuwashinda clear. Ndio msiseme kura imeibiwa. Juzi zimeona kesi ya Nuru Okanga, kesi 12 zimetupwa. Ruto ashajua Nywele Sauce anaenda kumshinda Orera Ward. Mimi naenda kushinda Nuru. Kwa hivyo mimi Ruto, asante sana kuachilia mpinzani wangu ili asiseme nimeiba kura. Mimi naenda kushinda Nuru Okanga. Tena saa hii nimeona Natembe amewachiliwa. Natembe pia naenda kushindwa. Governor pale Trans Nzoia. Tena saa hii Mbuta Lukanzu, koti kubwa, anaenda kuwachelewa. Nani ulikuwa ukiongea? Nilikuwa unaenda kusimama Karen na hauna sapa. Ana sapa anaenda kusimama Karen. Mr. Speaker, nataka hii koti kubwa pia Rigathi Gachagua pia wachiliwe huru asimame, kwa sababu akikosa kusimama nitakosa koti ya kutoboa na Bairo. Nilisema mimi kwa ballot box nikipata picha Rigathi Gachagua lazima nitoboe meno zake na Bairo. Kwa hivyo Rigathi Gachagua, mimi naomba Ruto toa kesi ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua simame aende kwa ballot ndio ni Bairo ipate kazi yake. Mimi najua kura yangu itakuwa rejected. Juu nikiona tu picha ya Rigathi Gachagua lazima nitoboe meno zake. Hiyo kitumbo yake lazima nitoboe na Bairo. Kwa hivyo Rigathi Gachagua akue kwa ballot. Hiyo ndio adui ya Wakenya. Kwa hivyo Rigathi Gachagua, wewe enda kwa ballot. Tumbo yako naenda kutoboa na Bairo. Mr. Speaker, mada nyingine hii ati Ruto ana support America. Mr. Speaker, William Samoei Ruto Dhiambo hajawahi anza vita yenye hawezi maliza. Hiyo ni vita rahisi. Amerika ati nini hii country inaitwa aje? Iran kuji tupige hapa Kenya. Kama Kenya Ruto alitoa tu nini? Alitoa tu nini au ma traffic police akapeleka hiti. Ikapiga watu mpaka kila mtu akalala chini. 2 days wazungu wakainua mkono juu. Na ni police traffic. Mimi nasema hivi. Bwana, wacha niongee. Hao wazungu wasikii Kiswahili. Bwana, mimi nasema hivi. Ruto anaanza vita yenye anamaliza. Sasa nyinyi mnasema vita ya Kenya. Wewe umejua Haiti ni wapi? Haiti ni wapi? Na ndio Ruto alipeleka tu polisi wa traffic wakuinua tu mkono hivi na wanachukua 100. Ilipiga watu huko mpaka watu wakainua mkono juu. Sasa wale watu sisi tutaenda vita huko. Sisi tunawaongoja hapo na mawe. Wanaweza kutoboa. Ati bomb. Kama Kenya Wajaluo 5 wanakimbiza JSU 10. Iraq bwana kandri kadogo. Ile Jaluo peke yake imeshinda na mawe. Wajaluo wenye wanavuka mpaka nini wanaenda State House kukula nini? Kuku yenye haina chumvi na mchele. Wajaluo na mawe. Ati unataka kutukonganisha na Iraq. Hii ni country kadogo sana hii. Hii ni country kadogo sana, tunapea tu NYS. Tunapea tu mwiko wanaficha hapa. My friend, mzungu hajui kukimbia. Unakimbiza kisikia tu rujire hapa kwa kichwa. Tu moja. Wote kila mzungu amepanda ndege karibu kwao. Hii ni vita kidogo my friend. Mimi naomba hivi. Sisi tuna support America. Hakuna venye hiyo country inaweza tustua. William Samoei Ruto usiogope. Kama ni mbaya kuja ulale Nyanza. Wewe kuja kuvamia State House. Kuja ulale Nyanza, Wajaluo watakulinda na mawe. Sisi bwana my friend. Sisi Wajaluo tulikuwa tunaogopa vitu tatu. Tunaogopa Mungu kwa nyumba yake. Tunaogopa nini? Tunaogopa Raila Amolo Odinga, tunaogopa uji moto. Na Raila alishakufa. Sasa tunaogopa vitu mbili. Sasa tunaogopa kifo na tunaogopa uji moto peke yake. Sawa. Tutawaua. Majority leader bunge la wananchi Jacaranda, Kenya and abroad, incoming MCA
Matopeni, Springs Valley Ward. Mr. Speaker, President William Samoei Ruto kumshikilia mkono ya Mheshimiwa Jalas haina shida hata kidogo, kwa sababu saa hii hatuna senator Nairobi. Senator wetu is very busy struggling for the scramble and partition of ODM. So Sifuna zoe tu vile anaona system inapangwa, na hivyo tu vile system inapangwa ndio itakuwa. Na msifikirie Jalas akishikwa mkono isemekane Jalas tosha, mfikirie ni mambo tu ya kisiasa na inaishia hapa. Ni hivyo ndio system ishaanza kupangwa, na Sifuna ni one time senator na anaenda nyumbani. Aya, sawa, hata kawa ni wet tree moja ikuwe wet tree. But the reality of the day is that Jalas anaenda kukuwa senator wa Nairobi 2027, mpende msipende. Ukiangalia Lang'ata, tuko na vijana wenye wanaendesha pikipiki kupitia Jalas. Tuko na wanawake ambao wamekuwa empowered kupitia Jalas. Kuna wamama wajane, tuko na vulnerable children and orphans wenye wanapata kusaidiwa kupitia Jalas. Kuna youth tofauti wenye wamekuwa empowered kupitia Mheshimiwa Jalas. Sasa Jalas akitolewa kwenye kwa mbunge akuja kuwe senator wa Nairobi, kosa iko wapi? Hakuna. Wacha tuseme hivi, Jalas anakuwa senator wa Nairobi, wa Kenya wapende wasipende. Correct. Wacha niongee kwa Mheshimiwa William Samoei Ruto kupitia hii vita yenye inaendelea. William Samoei Ruto uko sawa? William Samoei Ruto wewe uko sawa? Kwani Mr. Speaker, protect me. Protect me from affordable stomach to sanguineous. Mr. Speaker, William Samoei Ruto ako sawa 101%. Kwa nini ninasema? Hiyo inaonyesha William Samoei Ruto amejitokeza kama ndume hapa Afrika. Amejitokeza kama ndume. Wakina Museveni wanalala tu hapa. Tuko na Samia Suluhu wanasuluhisha pande ile. Tuko na viongozi tofauti hapa Afrika. Lakini mjue vizuri, hii pia ni njia ya William Samoei Ruto kusangwenye kivyake. Na hivi karibuni mtajua vizuri, Kenya ikiwa na vita ama ikiwa na kasoro ama ikiwa na shida yoyote, itapata support kupitia Amerika. Isitoshe, Mr. Speaker, mbona unanipatia muda kidogo? Isitoshe, Bwana President, wewe vile umejitokeza kukuwa mwanaume hapa Afrika, I know unajiposition coming 2027, ikiumana wewe pia utapata backup. Wewe support hiyo. Nikimalizia Mr. Speaker na hii mada ya youths kwa mrengo ya one term na two term. Wacha niwaambie wana youth hivi. Amka asubuhi, zoea kazi yako. Hawa wenye mnataka kupigania hawakujui. Sifuna hakujui. Babu Owino huenda ikawa hakujui. Oburu Odinga hakujui. Sasa hawa wenye unataka kuwapigania, alafu unapata wengine hapa, wewe ndio unapigana, sijui wewe una support Babu, mwingine ana support Mheshimiwa Raymond, mwingine ana support sijui nani. Bwana, tafuta kazi ufanye. Kwa sababu gani ninasema hivi Bwana Speaker? Bwana Speaker, our youths, ninasikia wengine wanasema kazi hakuna. Kwa nini ulienda shule? Ulienda shule so that you can become creative enough to create your own job. You never went to school so that you can be employed.
Ofisi haziko Kenya, but through your creativity you can create your own job and get employed or self-employment. Sasa mimi nataka kuambia youths, mrengo ya 2 term, mrengo ya 1 term, wewe achana nazo, amka asubuhi, tafuta kazi, uende ufanye, uendelee na maisha yako. Asante. Ambaye wenye wako hapa sasa, kwa moja moja naelekea kwa mada ambayo imeletwa kuhusiana na William Ruto kuinua Jalang'o kama mgombea wa Senate katika kaunti ya Nairobi. Mimi nataka kuambia watu hivi, katika kinyang'anyiro cha Senate Nairobi, kwa sababu Jalang'o hatuna shida na yeye. William Ruto, wewe ndio tuko na shida na wewe. Sasa ukituwekea Jalang'o haina shida, wewe ndio tuhakikishe umeenda nyumbani tarehe 9 mwaka ujao ili tuweze kuokoa nchi. Sasa hii Nairobi tuko na constituency 17. Na hizi 17 yeye ako na 2 yenye anategemea, Makadara na Lang'ata pale kwenye Jalang'o anatokea. Sasa hii Embakasi East yote itaenda kwa Babu Owino pamoja na Edwin Sifuna pale, hiyo pande yenye wataelekea. Sasa pale ambapo mlipo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka ujao, asubuhi na mapema mjitokeze mpige kura kwa upinzani ili tuweze kuokoa nchi, kwa sababu tunataka change. Mada ya pili kuhusiana na mambo ya vita Iraq, Iran na Jerusalem pamoja na US. Mimi nataka kuambia hivi wa Kenya, hii vita ya dunia, hii vita hatukuwa tumetuma William Ruto kuunga mkono side moja. Sasa yeye ndio sasa anamulikwa macho, anamulikwa macho kidogo kidogo, mtasikia ndege huko. Mimi nataka kumwambia hivi na Wakenya wote, wewe hatukutumu uende pale ama side moja. Sasa wakitaka kulipua, msikuja wasilipue hapa Nairobi, waende wamchukue wapeleke Hague, waende wamwojie huko, kwa sababu hapa Nairobi na Kenya kwa jumla tunataka amani. Ndio maana barani Afrika nchini 55 hapa Burkina Faso hiyo injini iko na nuclear, hapa Kenya tuna. Kwa nini? Hiyo inji inasaidiwa na watu wa nje, na sasa hivi vita ikitoka hapa nchini Afrika, Kenya tutaumia. Tuwezi ongea kwa sababu Burkina Faso iko na nuclear, hapa Kenya tuna nuclear. Vita itakuwa kali. Sasa nataka kuambia hivi, msimame kwa maombi. Pasta wote najua mnategemea sadaka sana. Sasa hii muweke sadaka chini, muombe Kenya isije kulipuliwa ili tuweze kuishi na amani. Nikimalizia kuhusiana na mada ya mwisho, speaker ilikuwa gani? Spika huku bwana. Spika, order. Bwana Spika, dakika moja utanipatia. Niongeleshe ofisi. Tumia hizo nye umepewa. Haya, dakika moja tu peke yake naongelesha watu. Imebaki 30 seconds. Order. Yaani nimeomba tu dakika moja tu kwa. Ongea. Yes, you. Ongea. Unajua Bwana Spika, order. Bwana Spika, mimi nataka kuongea hii kitu na nataka nimalize nikienda kama Muluya mimi. Saa hii mimi Bwana Spika nataka kuambia kitu moja. Haya, kamera ndio hii nimeiangalia. Mimi nataka kuambia Bwana Spika, mimi kama Muluya, ile siku utaniona hapa na tusi Mudavadi, unitoa kwa hii kamera. Ukiona na tusi Muluya kuanzia Kakamega, Vihiga, Busia, hiyo unitoa kando. Kwa sababu gani? Kuna watu wa Bungoma. Wabukusu mnisamee. Hiyo dakika tu moja, mnisamee tu. Kuna watu wanalipwa pesa, wanakuja hapa, wanaanza kudhalalisha watu, wanadhalilisha tena Mbukusu mwenzao. Tena akikuja hapa anakuja kwa maana anasema anatetea Mungu. Bwana Spika, kuanzia leo Mbukusu
Mimi muachane, mimi ni Marama, nitetee Marama mwenzangu. Sasa usiku wewe hiyo ni ukweli bwana Spika. Kwa hiyo dakika moja tu mimi nataka tu. Unaona sisi watu wa nini? Kuanzia Vihiga. Nani hapa sio hapa. Hapa hao. Unaambia hao. Wewe peleka pombe Malaysia. Bwana Spika. Angalia mada. Kwa hiyo niongeza tu ya huyu lakini nyechengene hivi umeatori. Ama mimi nataka kusema hivi. Sisi Waluya. Sisi Waluya. Kitu naomba ni kitu moja. Kitu moja tu naomba. Usikuja hapo useme ati mimi ati huyu mtu ni wa Busia anasimama hapa Nairobi ama anasimama wapi tuweze kumpigia kura. Na huyo mtu anasaidia watu wote. Wao watu wa Bungoma wanatupima akili. Wewe. Sisi kuna entertain vitu kama hizo. Sasa kama Bwana Spika, mimi hizi dakika nataka kuongea hizi zangu. Mimi nataka tu kuwaambia tu watu wenye wana support UDA zangu tu nimeomba tu kwangu. Zinaisha. Lakini mimi nataka kusema hivi. Kama wewe ni mtu wa Western na unatoka nini Bungoma, kaa kwa mlango ya mama yako huko Bungoma. Kaa huko Bungoma. Sasa hii tunang'ang'ana sisi kama Waluya. Ukiangalia watu wa Bungoma, ngoja kwanza. Mimi nimeomba tu security, nimeomba. Nimeambia watu. Endelea. Sisi kama Waluya. Mimi kama Muluya. Nataka kusema hivi. Hao watu wa Bungoma waulize vizuri. Si Raila Amolo Odinga asimame, walichaimpigia kura. Wajaimpigia kura. Then wanakuja hapa, wanadanganya na tembea. Mimi nimekataa na tembea free of charge. Hao watu wa Bungoma wanataka kutupima sisi akili hao. Sisi watu wa Vihiga, watu wa Kakamega, watu wa Busia tunapimwa akili. Kama unakula kwa mlango ya tembea, kula kwa hiyo mlango kabisa. Lakini sisi watu tumekataa kama mimi. Bunge la wananchi Embakasi West tena ground. Leo nimefurahia sana kukaribishwa hapa bunge la wananchi Jacaranda ground. Na nikiingia kwa mada, nasikia mada ilikuwa mambo ya Sifuna na Jalas na mambo ya Midway. Nikiingia kwa mambo ya Sifuna na Jalas, bwana, nataka kuambia wana Nairobi, kwa sahi ile siasa yenye sisi tunapiga ni siasa yenye we unasaidiwa aje. Huyo mwenye una support, whether you are in 2 term, whether you are in 1 term, wewe unasaidiwa aje huko. Kwa sababu hawa wanasiasa kusema ukweli, na tukiingia kwa chama ya ODM, viongozi wa ODM hawapendangi kitu inaitwa empowerment na ni mastinji. Hiyo ni ukweli yenye. Na unaendanga huko kufanya nini? Nani anakupeleka? Kufanya chama ya ODM. Unakuitanga. Sema ukweli. Anaendanga huko kila radio media unapiga kelele. Sisi kama mavijana wa ODM tumekuwa tukihangaika huku chini. Lakini hawa maviongozi
hawatu empower. Hakuna empowerment yenye wanatoa. Na hakuna siku yenye mwaisikia ati ODM inafanya empowerment mahali. Huyu kijana mnasikia anaitwa Jalas. Kimchezo hivi hakuna mtu alikuwa anajua Jalas anaweza kuwa MP Lang'ata. Na venye mna doubt mkisema Jalas hawezi kuwa senator hapa Nairobi, Jalas 2027 anaenda kuwa senator Nairobi. Ndio hiyo sasa. Kwa sababu mtu ananiambia ati kazi ya senator ni ku-oversight governor. Una oversight governor na vijana hapa kwa ground hakuna mwenye unasaidia hata moja. Nataka wale wenye wanasupport Sifuna waniambie wao wamesaidiwa na nini, na mimi niwaambie nimesaidiwa na nini na Jalas. Mimi bila kuwadanganya, leo juzi tumekuwa na Jalas, Karauri na PS Korir, na tulikuwa vijana more than 150 youth, na tubichua bila kuwadanganya. Korir wakishikana na Jalas na Karauri walitulipia deposit ya affordable house, na mimi nyumba yangu sahii inajengwa Embakasi Estate. Mimi Kayole hapa nitawachia wengine, itabidi sasa tumebadilika. Nikiingia kwa hiyo mambo ya dakika moja tu tafadhali. Unajua mimi nimekuja hapa wacha tu dakika moja tu. So kwa mavijana wetu wale wenye wanasupport whether 2 term na wale wenye wanasupport 1 term, please msikubali kupiganishwe na wanasiasa. Hawa watu wanawapiganisha lakini usiku wako pamoja. Sisi adui yetu ni njaa, na adui yetu ni njaa tutaimaliza aje? Mimi nilipanda gari 1500 nikitoka kwetu, nataka nirudi na gari yangu. Sitaki nirudi kwa nimetengeneza chuki. So kwa mayouth tushikane, tusukume Kenya mbele. Kenya ni nchi yenye iko na demokrasi, umekubaliwa kusupport mwenye unataka kabisa. Lakini usivuruge Jos Commander jua Jos ana support 2 term kabisa. Na Mr. Speaker, tuko in a serious business and a serious discussion, Mr. Speaker, in this ground, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, nataka kuanza na mambo ya Middle East, Mr. Speaker. The war between Iran na USA, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, Mr. Speaker, we as Kenyans, Mr. Speaker, we never sent our president, Mr. Speaker, to go to talk on our behalf, Mr. Speaker. Hatukuwahi tuma William Samoei Ruto. We never sent William Samoei Ruto to talk on our behalf. Unasikia? Sisi tunapenda nchi yetu. Tunapenda Kenya. Then unasikia William Samoei Ruto anaingililia vita kati ya Iran na USA, Mr. Speaker. You are endangering our life, man. Mr. President William Samoei Ruto, you are endangering our life. Exist. Resist. Mr. Speaker, sisi kama Wakenya, Mr. Speaker, sahi niseme sasa watu wa Iran waseme Wakenya wameingilia vita yetu. Wacha tuwashow who we are, Mr. Speaker. Tutaenda wapi? William Samoei at least yeye anaweza enda Singapore ama aende USA, Mr. Speaker. Lakini sisi yene tumekaa hapa tunaweza enda wapi? So William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, stop endangering our lives by interfering between the war of Iran and USA. Stop. Resist. Exist. Unasikia? Hey. Bwana veni utaichukua bwana. Bwana, I'm very serious with this, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in the book of Iran, Mr. Speaker, chapter 14, CW, Mr. Speaker, enda musome, muone ni nini watu wa Iran walieka kwa lo yao. Enda musome, haiko kwa Google. Enda utafute kitabu ya Iran, uangalie chapter 14 ya kitabu yao inasema nini.
Therefore, William Samoei Ruto, sisi tunapenda nchi yetu. Wewe kama unataka kurudia USA, sema wewe kama president, sio ati kama wa Kenya, sema kama president. Sisi hatutaki maisha yetu ikuwe mashakani. So sisi tungependa kuambia maambasada wa Iran, naona wako hapa Kenya, Mr. Speaker. Tungependa kuambia sisi kama wa Kenya hatujui hiyo vita ya Iran na USA venye iko. We don't want to interfere with your wars between Iran and USA. We don't want to interfere here. Unasikia? So William Samoei Ruto, stop endangering our life. Sahi watu wa Iran watume tu missile moja, Mr. Speaker, Kenya inaguza hadi Uganda, inaguza hadi Tanzania. Hiyo ni missile tu moja. Then Mali taland ni Kenya. Unadhani wewe utaingia huko ndani? So Mr. Speaker, William Samoei Ruto, tafadhali wachana na nchi yetu. Tunapenda sana nchi yetu, lakini hiyo mambo ya kuingilia vita zenye zikuhusu wachana nayo. Wewe umeona which country imeinterfere nayo? Umeona hata comment kama kuna country yoyote imetoa comment between that war? Hakuna, kwa sababu wanajua Iran vizuri, Mr. Speaker. Ni hakuna, sio waoga, wanajua vita ya Iran hakuna mtu mwenye chawa itafia nayo. Na USA, Mr. Speaker, acha tu nimalize, nipe time tu. Mr. Speaker, kwa hii bunge, Mr. Speaker, tunataka tupeane challenge. Mimi niko na Jalas. Na Jalas is only attacking senator tu, Mr. Speaker. Jalas anataka kishakuwa senator anaenda governor, Mr. Speaker. Akishakuwa governor, yes, tunaenda president, Mr. Speaker. Na nataka kuchallenge Songa, Mr. Speaker. Songa is a good friend of nani? Is a good friend of huyu anaitwa Sifuna. Mr. Speaker, tupe one month to empower watu. Ya lete ya Sifuna, mimi ni lete ya Jalas. Kwa sababu we don't want only a class, Mr. Speaker. Tunataka watu, we don't want noise makers. Tunataka watu wenye wanaweza empower watu. Na hao ni Jalas. Jalas ataleta vitu hapa. Tunataka Jalas alete pikipiki 5 hapa. Empower mavijana hapa. Wewe Songa pia ambia Sifuna wako alete yake tuone. Tuone, Mr. Speaker. So we don't want just to support people, Mr. Speaker. We want to support people with mind and ideology, Mr. Speaker. Unasikia? Wewe utanipea. Nyamaza kwanza. Make sure umenipea chance. So Mr. Speaker, tunataka watu wenye wanaweza empower hii bunge la mwananchi ya Karanda. Na nikimalizia nataka kuambia watu wa ODM pia ni Mr. Speaker, ya kwamba there is no time. Time inaenda. Na kama muwezi ini backyard ya Raila Amolo Odinga, kama muwezi ita maviongozi wa bunge la mwananchi Jakaranda na ma TikTokers, ambassadors, tusimamishe ODM. Sisi Sonko akituita tutaenda, Gachagua akiita tutaenda. Tunataka pia sisi maisha yetu ibadilike. So msidhani tuko hapo tuta press ODM. ODM ni nyumba yetu. ODM ni nyumba na tuko hapo nja. Hatutakubali. So Mr. Songa, nimekupea challenge. Wanabunge tupeni 1 month.